Kila ifikapo mwezi Mei tarehe 6 kila mwaka dunia huadhimisha siku ya pumu duniani. Lengo hasa ni kutoa elimu kwa umma kuhusiana na ugonjwa wa pumu. Kwa mara ya kwanza ulianza kuadhimishwa mwaka 1998 huko nchini Uhispania. Lengo hasa ni kutoa elimu kwa jamii kuhusiana na ugonjwa wa pumu. Kwa mujibu wa Shirika la Afya Duniani, ugonjwa wa pumu huathiri watu wa rika zote, watoto pamoja na wazee. Moja ya dalili ambazo zinatajwa kuwa ni dalili za ugonjwa wa pumu ni pamoja na kikohozi kikali, lakini pia kubanwa kwa kifua hasa wakati wa kupumua, yaani mgonjwa anapata shida wakati anapopumua. Dalili nyingine ni kubanwa na kifua. Mgonjwa anapokuwa katika hali ya pumu, anakuwa hana uwezo wa kuingiza hewa ya kutosha, linasababisha kifua chake kubanwa. Hizo ni baadhi tu ya dalili za ugonjwa wa pumu, lakini zipo nyingi ambazo zinaweza kudhihirisha kwamba huyu mtu ana ugonjwa wa pumu. Moja ya vyanzo vinavyotajwa kuwa sababu ya ugonjwa wa pumu ni pamoja na historia ya pumu kwa familia, hususan kama wazazi walishawahi kuwa na ugonjwa wa pumu, inaweza ikawa sababu ya ugonjwa wa pumu. Lakini sababu nyingine ni vumbi pamoja na kemikali, hususan kemikali ambazo zipo katika perfume zinaweza zikasababisha pia ugonjwa wa pumu. Na sababu nyingine ni uzito mkubwa au tipwa pia inaweza ikawa sababu ya ugonjwa wa pumu. Sababu nyingine inayotajwa ni matumizi ya tumbaku, hasa ule moshi ambao unatokana na matumizi ya tumbaku unaweza ikawa sababu ya ugonjwa wa pumu. Na sababu nyingine ni uzito mdogo, hasa kwa wale watoto ambao wanazaliwa wakiwa njiti, wana uwezekano mkubwa wa kuugua ugonjwa wa pumu. Hizo tu ni baadhi ya sababu ambazo zinaweza kusababisha ugonjwa wa pumu. Kwa mujibu wa utafiti ambao ulifanyika na Shirika la Afya Duniani, wameeleza namna ambavyo unaweza ukatoa huduma ya kwanza kwa mtu ambaye ana ugonjwa wa pumu. Hatua ya kwanza ni kumsaidia kukaa katika mkao sahihi, ambao pendekezo kubwa ambalo limetolewa ni kukaa wima, yaani asilale chali wala kuegemea mbele, bali ni kwa kukaa au kwa kuegemea kitu ili aweze kubana mapafu, hali ambayo itamsaidia kupumua. Lakini pia unapomweka katika mkao sahihi, hatua ya pili ni kumsaidia matumizi sahihi ya dawa ya pumu kama anayo, lakini kama hana, kutoa taarifa kwa wahusika, aidha hospitali au kwa watu wake wa karibu kwa ajili ya kumpatia msaada mtu huyo ambaye ana ugonjwa wa pumu. Afya ndio mtaji pekee katika maisha ya mwanadamu. Ni wajibu wa jamii kusimama katika nafasi yake katika kuwasaidia watu wenye ugonjwa wa pumu. Mimi ni Neema Yohana na hii ni Dost Media.